Tunaendelea na sehemu yetu ya pili ya ndoto na tafsiri zake. Kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusiana na ndoto na tafsiri zake, na tukasema kuwa kila ndoto unayoiota inakuwa inaashiria jambo fulani. Kwa hiyo usipende kupuuzia ndoto ambayo unaiota, kwa sababu ndoto unayoiota huwa inaashiria jambo fulani au kitu fulani, na kuna madhara makubwa sana ya kuipuuzia ndoto unayoiota. Unapoota jambo, penda kufuatilia ndoto imebeba maana gani, kwa sababu ndoto unayoiota huwa imebeba maana. Tafadhali, kama wewe ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu, unaweza kubonyeza kitufe chekundu, yani subscribe, na kisha kitufe cha kengele ili uendelee kupata mafundisho zaidi ambayo tunayatuma. Lakini pia usisahau kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki ili tuweze kuwafikia watu mbali, na Mungu wa mbinguni akubariki. Tuende moja kwa moja kwenye ndoto na tafsiri zake. Kwa siku ya leo tutaangalia baadhi ya ndoto na tafsiri zake. Tutaanza na ndoto ya kwanza. Mtu anapoota yuko mochwari. Unapoota ndoto kuwa kana kwamba uko mochwari, unajiona uko mochwari, au kamaona mtu unayemfahamu, iwe ni ndugu wa karibu, unamwona yuko mochwari, hiyo ndoto inaashiria nini? Unapoona au unapoota uko mochwari, ukajiona kabisa uko mochwari, hiyo ndoto inaashiria roho ya mauti inakufuatilia. Ukijiona uko mochwari, unakuta mwingine akilala usiku anajiona yuko mochwari, ndoto hiyo huwa inaashiria roho ya mauti inakufuatilia. Kwa ukiona hivyo, au kamaona mtu unayemfahamu, yamkini inaweza kuwa ni ndugu, yamkini inaweza kuwa ni mtu wa karibu kabisa ambao unamfahamu, unamwona yuko mochwari, ndoto hiyo inakuwa inaashiria roho ya mauti inamfuatilia huyo mtu. Au ukijiona wewe, maana yake ndoto hiyo inaashiria roho ya mauti inakufuatilia. Unachotakiwa kukifanya unapoona ndoto ya namna hiyo, unatakiwa kuingia kwenye mfungo hata wa maombi ya masaa 12, mfungo wa maombi wa masaa 12, kuomba kwa kukataa na kuzifunga kila roho za mauti ambazo zinakufuatilia maisha yako. Kwa hiyo utakuwa upate muda wa kuomba kwa kuzifunga roho za mauti ambazo zinafuatilia maisha yako. Unaweza kusimama na ile andiko katika hayo maombi. Ukijiona uko mochwari, unajiona umekufa uko mochwari, unajiona mwenyewe umekufa lakini uko mochwari, hiyo ndoto inakuwa inaashiria kuna roho ya mauti ambayo inakufuatilia. Kwa hiyo unaweza kupata nafasi ya kuomba, ukaingia kwenye mfungo wa masaa 12, kuomba kwa kuzifunga roho zote za mauti zinazokufuatilia wewe au zinazomfuatilia yule mtu ambao umemwona kwenye ndoto. Unaweza kusimama na ile andiko kitabu cha Mathayo 18 mstari wa 18, ukasimama na ile andiko, litakusaidia katika jina la Yesu. Imeandikwa, amini na waambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Umeona? Neno la Mungu lasema, amini nawaambia, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni. Kwa hiyo unaweza kusema na ile andiko ukasema, katika jina la Yesu Kristo ninafunga roho zote za mauti zinazofuatia maisha yangu, zinazofuatia ndugu yangu, zinazofuatia familia yangu. Unaweza kuzifunga roho zote za mauti katika jina la Yesu. Kwa hiyo ukijiona kana kwamba uko mochwari, au ukamwona mtu ambaye unamfahamu yuko mochwari, unatakiwa upate muda wa mfungo hata wa maombi ya masaa 12, kumuomba Mungu kukataa roho ya mauti, kuifunga katika jina la Yesu. Kwa sababu imeandikwa kwenye kitabu cha Mathayo 18 mstari wa 18, amini na waambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa na mbinguni, na yote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Kwa hiyo unaweza kupata muda wa kuomba kuifunga roho ya mauti katika jina la Yesu Kristo. Unapata muda unasema, kwa damu ya Yesu ninafunga roho ya mauti inayofuatilia maisha yangu, inayofuatilia ndugu zangu, inayofuatilia familia yangu, unaifunga katika jina la Yesu. Unapata muda wa mfungo wa kuomba kufunga kila roho ya mauti ambayo inafuatilia maisha yako, unasema naifunga katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ukijiona uko mochwari, unatakiwa upate muda wa kuomba, muda wa kutosha wa kuomba kuzifunga kila roho za mauti ambazo zinafuatilia maisha yako, ambazo zinafuatilia
zinafuatilia familia, ndugu, watoto, jamaa, marafiki. Funga kila roho ya mauti katika jina la Yesu Kristo. Lakini ndoto nyingine, kama ni mwanamke mjamzito, kuota mimba inatoka au mimba inaharibika. Kwa hiyo unakuta mtu usiku amelala lakini anaota mimba inatoka au anaona mimba inaharibika. Hiyo jambo huwa laashiria pia roho ya mauti kwa mtoto, lakini pia hii jambo pia laweza likaashiria roho ya mauti kwa mama. Kwa hiyo kama ni mwanamke mjamzito kwa unaota unajifungua, unaota mimba imeharibika, imetoka. Mwingine anaweza kalala kama ni mama mjamzito akaota kuwa damu zinamtoka. Anaona damu nyingi zinatoka kwenye ndoto. Anaona damu nyingi zinamtoka. Kwa hiyo hii ndoto inaweza kaashiria kuharibika kwa mimba. Kwa hiyo unatakiwa usimame pia uombe katika jina la Yesu. Unatakiwa usimame uombe. Kama ukaota ndoto hii, kama ni mama mjamzito ukaota mimba imeharibika au ukaota damu nyingi sana zinatoka, unatakiwa usimame uombe, ukatae roho ya kuharibika kwa mimba katika jina la Yesu. Unaweza kusimama na kitabu cha Isaya, unaweza kusimama na kitabu hichi cha Isaya 54, kitabu cha Isaya 54 na mstari wake tuanzie 14 mpaka 17. Isaya 54 mstari wa 14 hadi 17. Imeandikwa, utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakaokusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama, nimemumba muhunzi avukutae moto, na makaa akatoa silaha kwa kazi yake, nami nimemumba mharibifu ili aharibu. Mstari wa 17, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Umeona? Kwa kama ni mwanamke mjamzito ukaona damu nyingi zinakutoka, umeota kwenye ndoto damu nyingi zinakutoka, hiyo ni roho inakuwa inaashiria, ni roho ya mauti, inakuwa inaashiria pia kuharibika kwa mimba. Kwa ukiota ndoto namna hiyo, unatakiwa upate muda wa kuomba. Unaweza ukasimama na kitabu cha Isaya 54 mstari wa 17, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa hiyo unaanza kusema katika jina la Yesu, silaha yote ya kuharibikiwa kwa mimba haitafanikiwa katika jina la Yesu. Ninaharibu kila silaha zote kwa damu ya Yesu, silaha za mauti, silaha unaanza kuharibu. Unapata muda wa kutosha wa kuomba. Unaweza kaingia kwenye maombi ya mfungo hata siku 3 au wiki moja ya kuomba kukataa roho ya mauti katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ukisimama na ile andiko litakusaidia, litakusaidia mtu wa Mungu. Ukiona tu labda ni mama mjamzito, umeota damu nyingi zinatoka, hii ni roho ambayo inakuwa inaashiria kuharibika kwa mimba. Kwa hiyo unaweza kupata muda wa kutosha wa kuomba kukataa kuharibikiwa kwa mimba katika jina la Yesu Kristo. Lakini pia ndoto nyingine, kuota umevaa vazi jekundu. Unaota umevaa, kama ni mwanamke mjamzito unaota kuwa umevaa vazi jekundu. Hii inaashiria hatari kwa mwanamke mjamzito au kuharibika kwa mimba. Kwa hiyo ukiota kuwa umevaa vazi jekundu, hili la kuwa laashiria kuharibika kwa mimba. Kama ni mwanamke mjamzito inakuwa inaashiria, unakuta mwanamke mjamzito unaota umevaa vazi jekundu, unaona kwenye ndoto umevaa vazi jekundu, hii ndoto inakuwa inaashiria kuharibika kwa mimba. Kwa hiyo unatakiwa ukatae hiyo roho ya kuharibikiwa kwa mimba katika jina la Yesu Kristo. Unapata muda wa kutosha, unakataa kuharibikiwa kwa mimba katika jina la Yesu Kristo. Lakini ndoto nyingine ni kuota moto. Unaona kwenye ndoto umelala unaona moto. Ukiota moto, inategemea na moto na una tafsiri nyingi, lakini tafsiri moja hapo ya kuota moto, hii inaashiria kupoteza jambo au inaashiria majanga. Kwa ukiota moto, hii inaashiria kupoteza au inakuwa inaashiria majanga. Ukiota moto, hii inakuwa inaashiria kupoteza au inakuwa pia inaashiria majanga. Kwa hiyo unachotakiwa ukifanya unapoona umeota moto,
unatakiwa umuombe Mungu kwa bidii kukataa uharibifu na majanga katika jina la Yesu. Kwa hiyo ukiota moto, unaona moto, umeota moto unateketeza sehemu, unateketeza kama ni unaona moto unateketeza, hii huashiria majanga na kupoteza. Kwa hiyo unatakiwa umuombe Mungu kwa bidii sana kukataa roho ya uharibifu na roho ya majanga ya aina yote ile katika jina la Yesu. Kwa hiyo unatakiwa upate muda wa kufunga na kuomba kukataa roho ya kupoteza na roho ya majanga katika jina la Yesu. Unaweza ukasimama na kitabu cha Isaya 43, kitabu cha Isaya 43 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Imeandikwa, lakini sasa Bwana aliyekuuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe uwangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Nitaiambia kaskazini, toa, nayo Kusi usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali, na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Umeona hapa neno la Mungu. Unaweza kusimama na hili kwenye maombi. Kwa hiyo unaweza kaomba, kataa roho zote za majanga, kataa katika jina la Yesu. Kataa roho za kupoteza, kataa roho za majanga, kataa. Utakuwa upate muda wa kufunga na kuomba. Kwa ukiota moto, hii inaashiria roho ya kupoteza na pia inaashiria majanga. Kwa hiyo unatakiwa ukatae kupoteza, kataa majanga yote ambayo yameandaliwa kukabili au yatatokea. Kataa, unasema katika jina la Yesu ninakataa majanga yote kwa damu ya Yesu, na yakataa. Ninakataa kupoteza katika jina la Yesu. Ninakataa kwa damu ya mwana kondoo, ninakataa kupoteza. Ninakataa majanga yote yaliyoko mbele yangu, yaliyopo kwenye kazi, yaliyoko kwenye familia. Ninakataa katika jina la Yesu. Ninakataa kupoteza kazi, nakataa kupoteza fedha, nakataa kupoteza kibali, nakataa. Unakuwa unapata muda wa kuomba. Amen. Mungu akubariki sana ndugu uliokuwa na mtazamaji na ndugu uliokuwa unanifuatilia sehemu yote. Tafadhali, ili uendelee kupata mafundisho zaidi, unaweza kubonyeza kitufe chekundu yani subscribe, ili uwe wa kwanza kuyapata mafundisho tunayotuma. Mungu akubariki sana, tukutane wakati mwingine. Amen.